Yes bwana, mambo vipi? Ni kama juzi jana na leo Kisha TV tuko tena hapa katika viwanja vya Mama Zedong. Kama nilivyoeleza pale awali, ligi kuu ya Zanzibar inaendelea leo kwa mchezo mmoja kati ya Mafunzo akiwa wenyeji wakikaribisha KVZ, na mchezo umetamatika kwa ushindi wa mabao 3-1. KVZ wamekuwa mawina katika mchezo huu. Na hapa naungana na afisa habari wa KVZ bwana Jalil. Jalil, habari bwana? Nzuri. Kwema. Sijaona siku nyingi, nilikuwa Kisha TV nimewamisi sana. Mje tutie maneno. Vizuri. Asante saumu, alafu tunafunga 6 hapa, kwa hiyo lazima dini na dunia. Dini na dunia, yani kufanya mambo ya dunia lakini dini usisahau. Jalil mbona anatupa kwepa? Hamna, siwezi kwa kweli. Hii ndo ndugu zangu. Naangalia sio kwa kwepa. Nikiwakwepa nyinyi mimi nitaishije mjini? Kwa sasa kuishi. Unajua mtu amtongozi mkewe. Kwa hiyo mtu amtongozi mkewe always, na mtu akishakuwa mkewe usiwakaanza tena ukaanza kumtongoza, of course inakuwa haileti picha nzuri. Kwa hiyo sisi mechi hii mapema kabisa hawa wenzetu jela ndo walianza na mbwembwe. Ndio sisi kama tukae kimya, kwa sababu tulikuwa tuna uhakika wa 100% tunakuja kuchukua alama 3 katika mchezo. Unajua leo Idi kwenye 6 tushagola. Kumbe dini himo. Lifikiri mambo ya dunia kumbe dini himo. Leo ni Idi na sisi hapa wachezaji wetu wengi walikuwa wamefunga 6. Ile 6 tushagola wamefunga. Kwa hiyo leo walikuwa wamekuja kusherehekea Idi. Na Idi kweli tumesherehekea magoli 3 wala 3. Kwa hiyo unajua sometimes ukiwa una nature ya ubingwa unahitaji ukombe, haina haja ya kucheza mpira mzuri sana, tia mpira nyavuni. Sisi tunawaachia mpira wao, sisi tukafanya vitu basic vya muhimu sana kwenye mpira. Ndio unaona magoli 3 ni mpira mzuri, lakini hakuna kitu ambacho ameambuza kwa mchezo. Things in mentality. Unajua wingi vijana. Wachezaji wetu wingi ni wana more exposure. Kibuku, Sadilo, Michael, Dudu, Benzema, lakini safu ya ulinzi kina Chikuni na kina Zungu, watu ambao wamezoea ligi, lakini ukiangalia timu yao ina wachezaji wengi vijana. So far pia ni sio mchoyo wa fadhila, na wapongeze licha ya kuwa na wachezaji vijana, lakini wamecheza vizuri sana katika mchezo wa leo. Of course hatukutarajia, unajua unakuwa na wachezaji vijana maybe unakuwa na hofu, lakini wameonyesha soka zuri. Lakini sisi experience yetu na watukufu katika kipindi ambacho tunahitaji alama 3 whatever it is, tukiua kwa kunyang'anya, kwa kusijui, kwa kodi, lakini alimradi sisi tupate pointi 3 katika mchezo 10 iliyosalia. Kwa hiyo ndio kitu ambacho kimewasibu sana. Of course tumekaa kileleni leo. Najua unavuja juu kuna baridi. Sasa tunaanza kuomba dua mbaya kwa Zimamoto na Fufuni. Na of course Fufuni na mchezo mgumu sana Zanzibar dhidi ya Polisi. Bila shaka atadondosha alama. Na Zimamoto sasa hivi imekuwa si hayati si mamati, hapa saizi ya kati. Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba kukaa kwetu leo kwenye msimamo, alafu tuna gap kubwa sana hadi kucheza mchezo mwingine hapa sisi, kwa sababu baada ya mchezo huu wa leo tunafika takriban tarehe 11 huko ngapi. Kwa tuna gap kubwa sana na kuweka vitu sawa kabla hii michezo ya FA. Kwa hiyo tunaamini hatuwezi kuondoka pale juu kileleni. Mpaka sasa hivi tukiwaki imo. Tukiwaki imo. Ligi ikivunjwa leo sema bingwa. Sasa tunaongoza ligi. Kwa mchezo mmoja tuko mbele. Kwa hiyo hapa sasa hivi tunakwenda kurudi kufanya zile qiyamul layl, wapinzani wetu wasipate matokeo, na tunaamini kwa aina ya timu ambazo wanacheza nazo hawawezi kupata matokeo. Hawawezi kupata matokeo. Tumeona leo licha ya mashabiki kutukuza kwa wingi, mashabiki zaidi tumeona japokuwa mmeshinda, lakini hawakuwa na furaha. Kipi ambacho unajua nikupe jambo moja tu, sisi hapa timu yetu imewazoesha mashabiki wetu kuwa wanahitaji ushindi na mpira mzuri. Lakini mimi hapa msemaji wao leo nataka niwaambie, kuanzia leo Jumamosi tarehe 28 au Shawali 7 tayari waachane na mpira mzuri. Wao tunawaahidi alama 3. Yaani mpira mzuri kuanzia leo hatuwaahidi. Tunachowaahidi ni alama 3 tu. 3 tu katika kila mchezo ambao upo mbele yetu. Katika mwezi huu tuna michezo hii ya ligi, lakini tuna kombe la muungano ambalo tutafika tarehe 21 mpaka kile mwishoni mwa mwezi huu. Kwa hiyo pia kuna FA. Kwa hiyo katika michezo yote hii ambayo sisi tunacheza, tunawaahidi kuwa wasitarajie mpira mzuri kutoka kwetu kwa 100%. Ambacho tunawaahidi
kwa 100% ni alama 3 kwa kila mchezo tutashuka uwanjani. Compete, sio kushiriki. Of course kwenye Mapinduzi sisi tulikuwa timu yetu ilikuwa ndo kwanza inajengwa. Mwalimu tumemuongezea wachezaji wengi, maingizo mambo tumefanya, lakini kwenye muungano manake washaka pamoja muda mrefu. Mapinduzi yamefanyika nini? Toka Januari. Kwa hiyo hadi kufika leo ni mwezi wa 4 sasa. Miezi 4 tayari. Kwa hiyo wachezaji washaka pamoja, washazoeana, washaelewa falsafa ya mwalimu. Kwa hiyo niwaambie au nipeleke salamu kwa timu za Tanzania bara wajiandae kuja kushiriki kwenye haya mashindano ya muungano. This time mwaka jana timu moja ya Zanzibar ilifika finali. This time tutacheza finali timu nzuri kutoka Zanzibar. Hiyo nawaahidi. Yaani na promise au nawapa tahadhari au indhari. Wanapokuja this time kwenye muungano wanakuja kushiriki. Basi. Yaani mapema sana tutahakikisha kwamba tunawafanya warudi makwao. Ya finali ni timu za Zanzibar. Basi. Mashabiki niwaahidi kwamba jitokeze kwa wingi, tunawategemea sana. Lakini kikubwa niwaambie kwa this season tumetoa mzigo mkubwa sana wa jezi. Wanatuangusha, wanakuja uwanjani wakiwa hawajavaa jezi. Kitu ambacho tunawaomba wakija uwanjani wao wamependeza na uzi wao wa KVZ kwa sababu ni miongoni mwa uzi bora kabisa. Uzi ambao hautoki Kariakoo. Timu 4 mpaka 5 pekee Tanzania bara ambao hazivai jezi kutoka Kariakoo na sisi tu. Ukiwatoa maybe wale wa Kongwe, Azam, ni sisi hapa ndo tunaingia, maybe na KMC. Walobakia wote jezi zao wanafuata Kariakoo. Kwa hiyo niwaambie kwamba mashabiki wajivunie, wa very proud na jezi ambazo sisi hapa tunavaa kwa sababu ni jezi bora, zina quality na zina ubora wa hali ya juu. Zimezingatia vigezo vyote vya jezi ambayo inahitaji. Kwa hiyo wakija uwanjani wajitahidi wao wamevaa jezi zao ili waweze kupendeza, waweze kushangilia timu vizuri. Unajua sasa hivi Michael Joseph ni top scorer wa ligi kuu ya Zanzibar hadi kufikia hivi baada ya kufunga ile goli la leo. Kwa hiyo tuna imani naye na tuna shauku kubwa sana. Na tunaendelea kumwombea kwa Mungu aendelee kufanya vizuri. Tumemzuia timu 3 za Dar es Salaam. Timu 3 Dar es Salaam kuna timu ngapi? Kuna timu ligi kuu ziko 4. Manispaa huko Dar es Salaam. Azam Huko Dar es Salaam. Yanga, Dar es Salaam. Simba. Dar es Salaam. Timu 4, maybe na JKT, si ndio? Tanzania. Timu 3 zimemtaka na kitu tumembakisha kwa sababu tuna azma yetu sisi kuwa mabingwa kesho. Kwa hiyo tunamwombea dua majeraha ya mkalie mbali aweze kucheza vizuri, aweze kuscore magoli na tunaamini kwamba ataweza kutufikisha katika kile sehemu ambayo tunaitarajia. Ninyi hamtaka kuwa kama wenzenu. Tuna azma yetu ya ubingwa, unahitaji ubingwa. Unajua miaka ya nyuma ambacho kilikuwa kinatukosti. Kila dirisha dogo si lazima tuuze, wachezaji 7 6 tunawatengeneza tena. Watu huku tunakutana zetu timu zao zile wauzi. Kwa safari hii tumeamua tuwazuie, kama kuuza tutauza baada ya msimu kumalizika. Tulikuwa tunapigania sana ni press. Wale limerudishwa. Ukifanya press maana yake unawapa alert. Kuna watu wengine sisi vijana sasa, kuna watu wanafuatilia mtandao wa kijamii, kuna watu taarifa habari mpaka leo bado wanaangalia. Kwa hiyo kupitia zile press naamini itakwenda kuleta kuamsha watu kuja kutokeza kwa wingi. Lakini ziongezeke pia promo nyingine kwenye michezo mikubwa kama hii. KVZ na mafunzo ni mchezo mkubwa. Tumeona tumejitokeza, lakini tunatamani mchezo mwingine sio huku tu hadi jukwaa la kule la pili pia kuwe kumejaa. Kwa hiyo naamini tutakuwa kila day kila siku tunazidi kwenda mbele kuzidi kutengeneza kitu kikubwa sana na tunaamini kwamba mashabiki wataendelea kujitokeza. Kisha inatumai mtakuwa mstari wa mbele sana kutusaidia kuboost hili jambo liweze kwenda mbele zaidi.